Yo, mambo vipi my people, mi naitwa the most wanted hip hop analyst. You know my name, right? So leo niko na fresh like so kitu kimoja ambacho tu nakuomba fresh, after this najua kuna diss ingine ipo, beat nimeisikia, shout out to you, but after this sidhani kama kuna haja ya kuendelea kushusha makombora, because this one is too much for BIG Baghdad. This one is too much, and Baghdad, hii nimefanya kwa ajili yako ili uelewe kitu ambacho fresh like amekifanya humu ndani amekumaliza vibaya sana, sawa. Lakini pia kitu kingine ambacho nimekipenda kwenye hii diss ya fresh like kwa Baghdad, inaitwa Pray God, ni the fact that fresh like alivyokuwa genius to the level that ukisikia hii ngoma kama mtu haumjui fresh like unaweza kusema ni kama Notorious BIG amefufuka, kuanzia beats, cadence, flow, wordplays. Bro, kuna mtu nilimwona kwenye comment alisema hicho kitu, anamsikia BIG Big Notorious, you get what I mean? And then ndani kuna line moja anamuita Baghdad Biggie, you get what I mean? So to me nilivyosikia hizo flow na kila kitu kama Biggie, I was like, inawezekana hata hizo flow pia ni diss kwa Baghdad, kwamba wewe ni kibonge na ndio maana nimetumia BIG style whatever. That's me. Au vipi? So tusiongee sana, twende kwenye point. Lakini kabla hatujaenda kwenye point wanangu, sawa, acha niombe kitu kimoja. Hii hapa inaitwa Seaweed. Yes, inaitwa Seaweed. Kama unavyoona, Simos juice in hibiscus. Ndani iko na hibiscus, iko na honey, asali, na iko na Simos. Simos ni mwani. Bro, let me tell you something. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda mazoezi kama mimi, unahitaji kunywa hizi juice almost every day. Unajua, achana na mambo ya kunywa vitu ambavyo vinakuongezea sukari mwilini. Unapata kitu kama hichi, kina hibiscus, asali na mwani. Faida za mwani sijui kama unazifahamu. Kuna siku nitakuja kuambia faida za mwani, lakini so far hii hapa mwanangu, shilingi 3000 tu bro. Kwa wale watu wa mazoezi, you get this man, na utanishukuru later. Shara kwa Diomi anaelewa nikizungumza hivi. Yeah, kwa hiyo let's go. And shout out to Seaweed man. Shout out to Seaweed bana. Oya, mimi kuanzia leo kila siku nitakuwa natumia hii kitu. Let's go. Pray God, I've been making waves since you was overweight. Pray God, I've been getting paid, call it amazing grace. Pray God, sorry for the wait, I've got some shit to say. Pray God, tell it to you straight, some niggas think you're gay. Pray God. Yani fresh anaanza tu. Tell it to you straight, some niggas think you gay. Pray God. Sijui kama unaelewa hichi kitu Baghdad. So wordplay hapo ipo kwenye straight na gay, because ukiwa straight that means wewe sio gay, lakini pia the other way around ni na kuchana, ni live and direct. So hiyo ni double entendre, straight na telling to you straight, na kuchana live, straight gay. Sijui kama umeelewa bro, lakini I hope so. Sorry for the wait, I've got some shit to say. Pray God, tell it to you straight, some niggas think you're gay. Pray God, sio Swahili wala Kiingereza, I'm the greatest ever, since I leave your step I'm Mwingereza. Anye mwingine never, could they ever do it better? They should not endeavor, I'm too clever, time to hit the lever. Ooh, Jesus Christ. Jesus Christ. That's why kila siku nawaambiaga watu, jamani, sio kila ngoma ya rap au hip hop ni ya kuchambuliwa. Kuna baadhi ya nyimbo mashabiki mnaniombaga kwenye comments, mpaka nasemaga like, kwa nini mnataka mimi nichambue hizi nyimbo? Like, mbona vitu vinaeleweka? Kwa nini mnataka nichambue? Ngoma kama hizi ndio ngoma za kuchambua, kwa sababu kuna ufundi wa hali ya juu ambao mnahitaji kujua.
Mones multis ambazo amezitumia hapa, multi syllables, vina vya silabi nyingi. Unaona? Kuna Kiingereza, greatest ever, never, better, endeavor, clever, time to hit the lever. Jesus Christ. Oh my God. Sio Kiswahili wala Kiingereza. I'm the greatest ever. Since alivyosepa Mwingereza. Mnajua Mwingereza alisepa mwaka gani Tanzania? Hiyo Disemba, 9 Disemba mwaka 1961. Ndio Mwingereza alisepa Tanzania. So Fresh Like anasema toka kipindi hicho 1961 hakuna mtu ambaye ashatokea ambaye anafanya kama yeye. So yani hapo ameweka mpaka wale nani kwanza unit ambao walikuwa na rap Kiingereza na watu wote ambao walikuwa na rap Kiingereza toka kipindi hajaondoka Mwingereza. Hakuna mtu ambaye anafikia uwezo wa Fresh Like Lakini pia ukipima unaona kama kuna ukweli ndani yake. I don't know, you drop down your comment and tell me what do you think. Kitu ambacho Fresh amekisema yuko sawa. Mimi naona yuko sawa 99%. So unaweza kaona sio Kiswahili wala Kiingereza. I'm the greatest ever since alivyosema Mwingereza, aje mwingine never. Could they ever do it better? They shouldn't endeavor. I'm too clever, time to hit the lever, time to control shit. I don't know, time to start the war. I don't know, but it is what it is. Nimependa sana hizi matilabika hapo kuanzia Mwingereza, mwingine never, could they ever do it better ever, and then kuna endeavor, kuna clever, hit the lever. Crazy stuff. So Baghdad, kama mtu ni mkali, kama hakuna mtu yoyote ambaye anampata Fresh Like toka ondoke Mwingereza, wewe unahisi unaweza kushindana naye? I don't know. Si maneno yangu, ni maneno ya Fresh Like Let's get it. Kuna mambo mengi sana tu unpack hapa. Aje mwingine never, could they ever do it better? They should not endeavor, I'm too clever, time to hit the lever. You couldn't beef with me if you tried, well done, but I'm a rare find, now the stakes are high. Every art that I defied is why my nigga said oh my, it's why we did Bar es Salam, it's why you hate on Temayai. Chicken, you ain't fly, that's why you. So hii part nimeona watu wengi imewapita. Hamwezi kunielewa furaha ambayo niko nayo right now, right? Kuna watu watasema unafurahi kwa sababu ni washikaji zako. Hapana, washikaji zangu wanajua kurap. You get it? So na wewe make sure katika maisha yako unatafuta watu ambao wanajua kurap ndio wanakuwa washikaji zako. Sawa? Yeah. You couldn't beef with me if you tried. Well done. But I'm a rare find, now the stakes are high. Sikilizeni bro. This is one of the best bar. This is one of the best bar ever. Yani like that's a bar. Jesus Christ. That's a bar bro. Kuna beef ya kwenye rap na kuna beef kwenye nyama. And then if you tried, akasema well done. Nice, anamwambia Baghdad, well done, but I'm a rare find. Now the stakes are high. Jesus Christ. Yeah. Now listen, that's called motherfucking bars, nigga. You know nothing about that. Mkisemaga watu wenu wakali, huu ndio ukali ambao mimi nauzungumzia. Leteni vitu ambavyo tutakuwa tunasikia raha kuvielezea. Jesus Christ. Nigga said oh my, it's why we did Bar es Salam, it's why you hate on Temayai. Chicken, you ain't fly, that's why you getting air fried. Spread wide, breasts and thighs, and this seasoning is mine. You and your niggas ducking me like quack, and that's a fact. Baghdad, we all figured out your name rhymes are whack. Jesus Christ. Baghdadi, achana Fresh man. Yo Fresh, me one thing I can tell you man is this, right? Baghdad kama akikudis tena usimjibu, because I think ukimjibu tena Baghdad utakuwa unajishushia hadhi, si kwa ubaya, lakini Baghdad is a good rapper. Ni rapper noma sana. Mimi namheshimu sana because nimekuwa nikimuona kabla hata sikuwa na rap amekuwa akifanya. Lakini tukija kwenye issue ya pen game, hakuna namna unaweza ukamshindanisha Baghdad na Fresh Like hakuna namna. Like pen game ya Fresh is something else. Yeah, something else. Like this is too much. Like angalia kitu setup imeanzia hapa, anakuambia every odd that I defied
is why my nigga said oh my. It's why we did Dar es Salaam. Okay? It's why you hate on Temayai. Angalia setup. Temayai. Afu anakuja anasema chicken you ain't fly. Angalia Temayai. Kuku si ndio waga anataga mayai. Sasa umeona Bibo, umeona namna ya kutengeneza bars. Ukiachana na ile bar yako ya sijui jifungie ndani ukale mayai. That's why niko nasema that was work, because kuna science ya kutengeneza punchlines. Kuna science ya kucheza na maneno. Hichi ndio kitu ambacho Fresh anakifanya. Anatengeneza setups. Sawa. That's the reason why you hate on Temayai. Chicken you ain't fly. You're not cool, fly. Unajua hauna swag kama sisi. You're not cool. You get what I mean? So chicken ni Baghdad. Yo chicken. You hate on Temayai, lakini we ni chicken. You ain't fly kama sisi, because kuku waga anapaa, lakini hapai kama ndege wa kawaida. Anaweza tu akapaa kutoka hapa mpaka umbali fulani tu kidogo, that's it. So we ni chicken. You ain't fly like us, bro. We sio cool kama sisi. Sawa. And then anakuja anasema that's why you getting air fried. Yeah, that's why unakaangwa. Yani yeye ndo maana anakukaanga, yani kwa sababu wewe si ni chicken au pai, so unakaangwa. Umeona? Sehemu ambayo umekuja kuua anasema spread wide breast and thigh and this seasoning is mild. You get what I mean? So mnajua mnafahamu kuku akishachinjwa, ukiwa unataka kufry kuku, yani kumkaanga au kumtengeneza, kuna namna ya kumpaka seasoning. Seasoning tunaita nini kwa Kiswahili? Unampaka udambu yule, ili nyama ikitoka pale iwe nyama tamu, yani unajua viungo manini, hiyo ndio seasoning. So kuna namna hiyo kuspread thighs chicken, kuku kishamweka hapo unampaka viungo nini, unamtanua hivi na nini, unampaka. Ndio kitu ambacho anachomaanisha. Lakini hapa chicken ni nani? Chicken ni Baghdad. So hiyo position ya kuku akiwa anapakwa viungo, mweke Baghdad hapo. Ndio anapakwa viungo, yani anatengenezwa. Like watu wanamuonyesha hiyo, tulia hapo, wewe ni kuku, ngojea tu ingize vitu hapa tukupake viungo mdogo wangu. You get what I mean? Bro, crazy stuff, man. Crazy stuff. Acha subiri kwanza. Nimefurahi kwa sababu so lazima nipate puff moja ya Simos juice, man. Lazima nipate puff moja ya Simos juice, afu tunaendelea. Unajua ubaya wa hii juice ya Simos juice ni nzuri to the point that ukiweka tu mdomoni hivi unaweza ukaimaliza yote muda huo, afu kachupa ni kadogo, lakini ni shilingi 3000 tu mwanangu, unapata na vitamin kibao. You get what I mean? So Baghdad tunakupaka maudambu, yani wewe ndio kuku, yani tushakupanua yani hivi. Jesus Christ. And then anasema you and your niggas ducking me like quack. Duck ni bata. So Fresh anasema wewe na wanao mnamkimbia sana like quack. Yani you niggas are ducking me like quack. Hiyo quack ni mlio ambao bata waga na utoa. You get what I mean? So nyie mabata, yani mkimwona ga Fresh waga mnamkimbia. I don't know if it's true, whatever. Afu anakuja anasema and that's fact and that's a bar. You get what I mean? So man. Said oh my, it's why we did Dar es Salaam, it's why you hate on Temayai. Chicken, you ain't fly, that's why you getting air fried. Spread wide breasts and thighs and this seasoning is mild. You and your niggas ducking me like quack, and that's a fact. Baghdad, we all figured out your name rhymes are whack. You couldn't run in real life, so how you gonna make a track? You need to stop, you finna mess around and have a heart attack. Pray God. Bar. Jesus Christ. Biggie kacha kurap. Ogopa matapeli, na jamaa ametumia cadence na flow wordplay za B.I.G Notorious. Sijui unaelewa Biggie? Amekumada. This is too much. Hapa anakwambiaje Baghdad? Kama unaangalia hii, hapa anakwambia hivi, we all figured out your name rhymes with work. Yani wewe ni work. Jina lako ina rhyme with work. Baghdad, work. Hapa sasa ndo amekuja kukubabua. Anakwambia you couldn't run in real life, so how you gonna make a track?
You need to stop. You find a mess around and have a heart attack. Pray God. Muombe Mungu. Sawa. Anakwambia bro, kwanza wewe hujui kukimbia. Yaani katika maisha halisi haujui kukimbia. Sawa. Maybe because you're overweight. Haujui kukimbia. Hicho ndio kitu ambacho Fresh anamaanisha, si mimi. So kuna hiyo track ni wordplay. Kuna track ya ngoma na kuna running track. Sio kama unaelewa. Running track, uwanja wa kukimbia, uwanja wa mazoezi. You get what I mean? Ndio maana nakwambia ukiforce sana unaweza ukapata heart attack. That's a bar. Yeah. That's a bar, heavy one. Too much. Seasoning is mine. You and your niggas ducking me like quack quack, and that's a fact. Baghdad, we all figured out your name rhymes are whack. You couldn't run in real life, so how you gonna make a track? You need to stop, you finna mess around and have a heart attack. Pray God, they should have taught you how to float, cause when I flow, I've got a bad habit of sinking every boat, killing all your hope. That's a bar. Pray God. Wenzako itakiwa wakufundishe namna ya kuelea. Kwa sababu Fresh like anasema yeye akiflow ana tabia ya kuzamisha kila mtumbwi. Kila boat. That's a bar. Real life, so how you gonna make a track? You need to stop, you finna mess around and have a heart attack. Pray God, they should have taught you how to float, cause when I flow I've got a bad habit of sinking every boat, killing all your hopes, I'm getting all the votes like I've been spitting presidential quotes. Do you really want the smoke? Keep my name out of your mouth unless you wanna choke. You ain't woke, you broke, you poked and woke. A monster from the tales of folks, the kind that nobody tells with jokes, but with a scared approach of losing their heads and throats. You know I keep a collection of heads of goats. I hope you taking notes, you should have never provoked the ghost. The most sicker, iller than tuberculosis. Hopeless, I could split you without the stick of Moses. They yelling, oh shit. Hakuna cha mstafu mpumbavu. Jesus Christ. What was that? Oh. Hell nah, man. Hata mimi ningechanwa hivi nisinge respond. What? Hell nah. Oh Jesus Christ. Oh my God. Oh God. Bro, hata sijui nianzie wapi bro. Ukisikiza disi ya kwanza ya Fresh Like kwa Baghdad na Climax, kuna sehemu alizungumza kuhusu mwaka gani sijui alikuwa anafanya campaign, kwenye campaign ya Magufuli alikuwepo whatever. Na mpaka akawaambia watu kabisa, nikiwaambia kwamba Magufuli alikuwa ananijua mtabisha, lakini Magufuli angekuwepo angesema hicho kitu. You get what I mean? So hapa anakuja kuendelea, ametia msisitizo kwenye kitu ambacho alishakiongea kwenye freestyle iliyopita. Anasema killing all your hopes, naua matumaini yako yote, na napata kura zote. I'm getting all the votes like I've been spitting presidential quotes. Ni kama nimekuwa nikispit presidential quotes. Unajua quote like presidential quotes, you know, like heavy quotes, yani quotes zenye hadhi ya raisi. You get what I mean? Do you really want this smoke? Anakuuliza Baghdad. Oya, unautaka huu moto? You get what I mean? Keep my name out of your mouth unless you wanna choke. Unaelewa hapo kama anisha kitu gani? Unless you wanna choke, nigga. Mimi nisingekubali. Pale mwanzo alisema some niggas wanasema we ni gay. Na hapa nakwambia oya, acha kumuongelea unless you wanna choke. Jesus. Bro, unless you wanna choke, bro. Afa anakuja kwambia you ain't woke, you broke. You poked and woke a monster from the tales of folks. Hii amechukua cadence J. Cole ashaitumia
kwenye ngoma gani, lakini najua kuna ngoma J. Cole ametumia hii cadence. Shout out to you Fresh Like R. You ain't walk, you broke, you poked and walk a monster from Tales of Folks. Nigga, you ain't walk bro, we bado umelala bro, afu pia we ni broke, hauna pesa bro, na umechokoza, umemwamsha monster, jini kutoka kwenye hadithi za kale. Hicho ndo kitu I think naweza nikaitafsiri hivyo, the kind that nobody tells with jokes. Monster ambaye watu wakielezea story yake hawaielezei story yake kwa utani because ni kitu serious. You get what I mean? But with scared approach. Watu wakimwelezea Fresh Like R wanamwelezea kwa scared approach, like yo, usimwongelee vibaya Fresh because ukimwongelea vibaya he's going to kill you. Unajua the reason why watu wanamwelezea Fresh kwa scared approach ni kwa sababu wanaogopa wanaweza wakapoteza shingo zao na vichwa vyao, throat, whatever, throat na vichwa vyao wanaweza wakamezwa anytime. Afu anakuja anasema, you know I keep a collection of heads of goats. I hope you taking notes. You should have never provoked the ghost the most. You know I keep a collection of head of goats. Anakuambia bwana, unajua mimi niko na collection ya vichwa vya magot. So hiyo ni double entendre. Kuna collection ya head of goats, like yuko na collection ya vichwa vya greatest of all time. Or you get what I mean? Ndio maana humo ametumia hiyo cadence ya big na kila kitu. So yuko na collection, like kwake yuko na collection ya greatest of all time. Lakini maana nyingine yuko na collection ya vichwa vya mbuzi. You should take notes. So you gonna nielewa. You should have never provoked the ghost. Ya kumprovoke the ghost, the end of the ghost the most sika ila than tuberculosis. Ni noma kuliko ugonjwa wa tuberculosis, whatever. Hopeless, I could split you without the stick of Moses. Nice. Nice. Sema jua fimbo ya Musa alipiga hivi, bahari ikagawanyika. That's a bar. Yeah. The yelling, oh shit. That's crazy. Sasa tunaingia sehemu ya Kiswahili. Hey, yeah, hii mangu, hii pray God manangu si mchezo. Votes like I've been spitting presidential quotes. Do you really want the smoke? Keep my name out of your mouth unless you wanna choke. You ain't woke, you broke, you poked and woke a monster from the tales of folks, the kind that nobody tells with jokes, but with a scared approach of losing their heads and throats. You know I keep a collection of heads of goats. I hope you taking notes. You should have never provoked the ghost, the most sicker, iller than tuberculosis. Hopeless, I could split you without the stick of Moses. They yelling, oh shit. Hakuna cha mstaafu mpumbavu, mafao huna unazunguka kasi afu. Sema tukupige tafu au tulichezeshe rafu, ni kutekenye zambavu pigwe denda na sakafu. Dakika mstaafu unaulizwa achezeshe zambavu upige kisi na sakafu. That's nice. mafao huna unazunguka kasi afu. Sema tukupige tafu au tulichezeshe rafu, ni kutekenye zambavu pigwe denda na sakafu. Dakika 7 bila maangamizi, kaka vipi? Usije ukani mind nikisema tena piga tizi. Zama hizi sio za kuchana hivi, badilika. Dakika 7 bila maangamizi, hiyo ilikuwa ni track ya mwisho ya Baghdad. Yani ya dakika 7 zote, yani kulikuwa hakuna kitu cha maana ambacho alikuwa anachana. Huku kote sina haja ya kupaelezea kwa sababu hata Baghdad mwenyewe akisikiliza anaelewa. Yeah. Kabigi game alihitaji uchawi wala mahirizi. Punguza speed, take it easy, unachana nusu saa na malizo ndani ya mbili. And for those who got that's a bar. And for those who got plans to finish me, I hope you know you'll probably be rapping until infinity. Music Factory. Na wale ambao mko na plan ya kummaliza Fresh Like R kwenye swala kurap, anasema mnaweza mkamjaribu, lakini sijui itakuwaje because akianza kurap till infinity, man, hakuna kumaliza. Yani tunaweza tukaenda back to back every fucking day. So it is what it is. So mpaka sasa hivi Fresh Like R anaongoza. Yuko na 2. Na mimi ningekuwa ni mshauri wa Baghdad, ningemwambia tu akae kimya
from now on aanze tu kutoa ngoma zake za kawaida, project ziendelee. Lakini pia Fresh aliniambia kuna kitu kingine, so in case akijichanganya anaweza akapigwa hiyo, au hata asipojichanganya atapigwa tu ili heshima ibaki, au vipi? So mimi naitwa You Know My Name. Peace out.